Naitwa Hasani Juma Sango, mkazi wa Tandika, wilaya Temeke. Binti yangu alikuwa anafanya biashara katika mtaa wa Lindi na Msimbazi, biashara ya kukamua juisi ya miwa. Alikuwa na mashine mbili pale za kukamua juisi, na mashine zile zilikamatwa na askari wa jiji katika mwezi wa kwanza kama tarehe 11 hivi. Na baada ya kukamatwa, wale askari wa jiji waliziharibu mashine zile, na binti yangu walipokwenda kule akakuta mashine zimeharibiwa, na yeye alikuwa na matatizo ya kuanguka, na kutokana na hilo mshtuko basi alipata hasira na kuchukua petroli na kwenda kuchoma gari la jiji. Baada ya kuharibu mashine zake, kesi ikawa polisi Msimbazi. Kesi ile ikawa haikwenda mahakamani, na matokeo yake yule binti akakata tamaa baada ya kwenda sehemu mbalimbali kuomba msaada na kutokupata msaada. Kwa hiyo akaamua kwenda kutaka kujiua, aende Muhimbili achomwe sindano na sumu. Njiani ugonjwa wake ule wa kuanguka akamjia, akaanguka, na hatimaye wasamaria wema wakamuokota wakampeleka Muhimbili ambako alitibiwa, na sisi tulikuwa tunamtafuta hatukuweza kumpata, lakini baadaye tulipata taarifa kutoka kwa watu wa Muhimbili kwamba binti yule yuko Muhimbili. Baadaye wale watu wa Muhimbili walituambia kwamba kutokana na tatizo lilompata, basi hali yake hii imekuwa mbaya zaidi ambayo ilikuwa tangu zamani. Kwa hiyo kama atapata mashine zake zile, basi hali inaweza kupungua, tatizo likapungua kwa kiasi kikubwa. Na wao kaniahidi kwamba wanaweza kunisaidia kwenda kule kwa watu wa jiji kule Ilala kule Kamata, ili aweze kupata mashine hizo. Lakini juhudi zao ziligonga mwamba baada ya kwenda kwa afisa mwanasheria wa sehemu ile wa jiji ambaye hakutoa ushirikiano wa kutoa mashine zile. Kwa hiyo yule binti wakati bwana anakwenda pale Kamata alikuwa bado yuko hospitali. Baada kutoka hospitali tu alichukua kama siku 3, na hatimaye tarehe 22 mwezi wa pili Jumamosi alipotea. Mpaka leo hii tumejaribu kumtafuta, hatukuweza kumpata. Tumekwenda mahospitalini, tumekwenda magereza, tumetangaza katika televisheni ya ITV, TBC, hatujaweza kupata msaada na kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo tunaomba tusaidiwe ili binti huyu aweze kupatikana, na kwa sababu kule Muhimbili alikuwa anatakiwa tarehe 3 aweze kurudi Muhimbili kule mwezi wa 3, lakini kabla tarehe kufika tatizo lile likawa limejitokeza na akapotea. Tatizo ambalo yule afisa ustawi alisema kama atapatiwa vitu basi linaweza ikapungua kiasi kubwa, lakini mwanasheria wa jiji alikataa. Matokeo yake kile kilichoelezwa na wataalamu ndio kimetokea. Kwa hiyo naomba serikali itusaidie ili tuweze kupata vile vifaa na tuweze kumpata binti yetu ambaye amepotea katika mazingira ya kutatanisha, kwa sababu yeye inawezekana alikwenda kule pia jiji kwenda kudai, unaona, vile vifaa vyake baada ya kuwa amechanganyikiwa. Sasa sijui ilikuwaje baada ya hapo, kwamba walimpa ilikuwaje, kwa sababu tumekwenda kule jiji tumeuliza, wanasema hawajaonekana. Lakini alipoaga nyumbani alisema mimi nafuata mashine zangu huko. Kwa hiyo mpaka leo tunapozungumza hapa katika hii Channel 10 bado binti yule hajapatikana, na juhudi kadhaa zimefanyika kubandika picha sehemu mbalimbali ambazo kwa wamezoea kupita kabla, lakini bado hatujaweza kumpata.